Kumbukumbu la Torati sura ya 26. Na itakuwa ukisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi na kuimiliki na ukaa ndani yake, toa malimbuko ya ardhi utakayoyavuna katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, ukayatii katika kikapu, ukaende hata mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wako ili alikalishe jina lake huko. Ukamwendee kuhani atakayekuwapo siku zile, ukamwambie, ninakiri leo kwa Bwana Mungu wako ya kuwa nimeingia katika nchi Bwana aliyowaapia baba zetu ya kwamba atatupa. Naye kuhani atakipokea kikapu mkononi mwako, akiweke chini mbele ya madhabahu ya Bwana Mungu wako. Nawe ujibu ukaseme mbele za Bwana Mungu wako, baba yangu alikuwa Mwarami karibu na kupotea, akashuka Misri, akakaa huko ugenini, nao ni wachache hesabu yao, akawa taifa kubwa huko yenye nguvu na watu wengi. Wa Misri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu. Bwana akasikia sauti yetu, akaona na taabu yetu na kazi yetu na kuonewa kwetu. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyooshwa na kwa utisho mwingi na kwa ishara na kwa maajabu, naye ametuingiza mahali hapa na kutupa nchi hii, nchi ijayo maziwa na asali. Na sasa tazama, nimeleta malimbuko ya mazao ya ardhi ulionipa, Bwana. Kisha ukiweke chini mbele za Bwana Mungu wako, ukasujudu mbele za Bwana Mungu wako, ukayafurahie mema yote ambayo Bwana Mungu wako amekupa na nyumba yako, wewe na Mlawi na mgeni aliye kati yako. Utakapokwisha kutoa zaka katika zaka zote za maongeo yako mwaka wa 3, ambao ndio mwaka wa kutolea zaka, umpe zile zaka Mlawi na mgeni na yatima na mjane, wapate kula ndani ya marango yako na kushiba. Na wesema mbele ya Bwana Mungu wako, vitu vilivyo vitakatifu nimeviondoa katika nyumba yangu, nami nimewapa Mlawi na mgeni na yatima na mjane, kwa mfano wa maagizo yako ulionihusia yote. Sikukosa maagizo yako yoyote, wala sikuyasahau. Katika vitu hivyo sikula wakati wa kukaa matanga mimi, wala sikuviondoa nikiwa na unajisi, wala sikutoa kwa ajili ya wafu katika vitu hivyo. Sauti ya Bwana Mungu wangu nimeisikiza, nimefanya yote kama ulivyoniamuru. Uangalie kutoka makazi yako matakatifu mbinguni, uwakaribie watu wako Israeli na nchi uliotupa kama ulivyowaapia baba zetu, nchi imiminikayo maziwa na asali. Leo hivi akuamuru Bwana Mungu wako kuzifanya amri hizi na hukumu, basi uzishike na kuzifanya kwa moyo wako wote na roho yako yote. Umemungama Bwana leo kuwa ndiye Mungu wako, na kuwa ya kupasa kutembea katika njia zake na kushika amri zake na maagizo yake na hukumu zake, na kusikiza sauti yake. Naye Bwana amekuungama hivi leo kuwa taifa iliyotengwa iwe yake yeye, kama alivyokuahidi, na kuwa ya kupasa kushika maagizo yake yote, na kuwa atakutukuza juu ya mataifa yote aliyoyafanya kwa sifa na jina na heshima, na wewe upate kuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, kama alivyosema. Kumbukumbu la Torati sura ya 27. Musa na wazee wa Israeli wakawaagiza wale watu, wakawaambia, shikeni maagizo yote niwaagizayo leo, na iwe siku mtakayovuka Yordani kwenda nchi akupayo Bwana Mungu wako, ujisimamishie mawe makubwa, ukayatalize
matalizo uyaandike maneno yote ya torati hii juu yake utakapokwisha kuvuka, ili upate kuingia nchi akupayo Bwana Mungu wako, nchi miminikayo maziwa na asali, kama alivyokuahidi Bwana Mungu wa baba zako. Na iwe mtakapokwisha vuka Yordani, myasimamishe mawe haya ni waagizayo hivi leo katika mlima Ebal, nawe yatalize matalizo, na huko umjengee madhabahu Bwana Mungu wako, madhabahu ya mawe. Usitumie chombo cha chuma juu yake. Jenga hiyo madhabahu ya Bwana Mungu wako kwa mawe yasiyochongwa, ukamtolee Bwana Mungu wako sadaka ya kuteketezwa juu yake. Ufanye na sadaka za amani, ukale huko, nawe furahi mbele za Bwana Mungu wako. Kisha andika juu ya mawe hayo maneno ya torati hii yote wazi wazi sana. Musa na makuhani Walawi wakawaambia Israeli wote, wakasema, nyamaza, usikize Israeli, leo umekuwa watu wa Bwana Mungu wako. Basi isikize sauti ya Bwana Mungu wako, ukafanye maagizo yake na amri zake ni kuagizavyo leo. Musa akawaagiza wale watu siku hiyo hiyo, akasema, hawa na wasimame juu ya mlima wa Gerizimu kwa kuwabarikia watu mkiisha vuka Yordani. Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Yusufu na Benyamini na hawa na wasimame juu ya mlima wa Ebari kwa laana, Reuben na Gad na Asheri na Zabuloni na Dani na Naftali. Kisha Walawi na wajibu wawaambie watu wote wa Israeli kwa sauti kuu, na alaaniwe mtu afanyaye sanamu ya kuchonga au ya kusubu machukizo kwa Bwana, kazi ya mikono ya fundi, akaisimamisha kwa siri. Na watu wote wajibu waseme amina. Na alaaniwe amdharauye baba yake au mama yake, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe aondoaye mpaka wa jirani yake, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe ampotezaye kipofu akakosa njia, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe apotoaye hukumu ya mgeni na ya yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe alalaye na mke wa baba yake, kwa kuwa amefunua mavazi ya babaye, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe alalaye na mnyama wa aina yoyote, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe alalaye na umbu lake, binti ya babaye au binti ya mamaye, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe alalaye na mkwewe, mamaye mkewe, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe ampigaye mwenzake kwa siri, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe atoaye ujira wa kumuua asiye makosa, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe asiyeyaweka imara maneno ya torati hii kwa kuyafanya, na watu wote waseme amina. Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gara zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia,
utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya dunia watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kukubarikia kazi yote ya mkono wako. Nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini, utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kufanya, msipokengeuka katika maneno ni waamuruyo leo kwa lolote, kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani, litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa na utokapo. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi, kwa ule uovu wa matendo yako ulioniacha kwayo. Bwana atakuambatanisha na tauni, hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiayo kwa kuimiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu, na kwa homa, na kwa kuwashwa, na kwa hali ya moto, na kwa upanga, na kwa ukaufu, na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga, itakujiria juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako, utawatokea juu yako kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia 7. Nawe utatupwa huko na huko katika falme zote za duniani, na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wote wa angani na wanyama wote wa duniani, pasiwe na mtu wa kuwafukuza. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri, na kwa bawasiri, na kwa pele, na kwa kujikuna ambayo hupati kupoa. Bwana atakupiga kwa wazimu, na kwa upofu, na kwa bumbuazi la moyoni. Utakwenda kwa kupapasa mchana, kama papasavyo kipofu gizani, wala hufanikiwi katika njia zako. Nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapatakuwa na mtu wa kukuokoa. Utaposa mke, na mume mwingine atalala naye. Utajenga nyumba, usiikae. Utapanda mizabibu, usitumie matunda yake. Ng'ombe wako atachinjwa mbele ya macho yako, usile nyama yake. Utanyang'anywa punda wako mbele ya uso wako, kwa jeuri usirudishiwe. Kondoo zako watapewa adui zako, usipate mtu wa kukuokoa. Wanao na binti zako litapewa taifa lingine, na macho yako yataangalia na kuzimia kwa kuwatamani mchana kutwa, wala hapata kuwa na kitu katika uwezo wa mkono wako. Matunda ya nchi yako na taabu yako yote vitaliwa na taifa usilolijua. Utaonewa tu na kupondwa chini daima, hata uwe mwenye wazimu kwa yaonwayo na macho yako utakayo yaona. Bwana atakupiga magoti na miguu kwa jipu lililozito usilopata kupozwa, tokea wayo wa mguu mpaka utosi wa kichwa. Bwana atakupeleka wewe na mfalme wako utakayemweka juu yako, kwa taifa usilolijua wewe wala baba zako, nawe
huko utatumikia miungu mingine ya miti na mawe. Nawe utakuwa ushangao na mithali na dharau kati ya mataifa yote huko atakakokuongoza Bwana. Mbegu nyingi utazichukua nje shambani, lakini utavuna haba, kwa kuwa nzige watazila. Utapanda mizabibu na kuitengeza, wala hutakunywa katika divai yake, wala kuichuma, kwani italiwa na mabuu. Utakuwa na mizeituni katika mipaka yako yote, usijipake mafuta yake, kwa kuwa mzeituni wako utapukutika. Utazaa wana na binti, lakini hawatakuwa wako wewe, kwa sababu watakwenda utumwani. Miti yako yote na mazao ya nchi yako nzige watakuwa nayo. Mgeni aliye kati yako atazidi kupaa juu yako, nawe utazidi kushuka chini. Yeye atakukopesha, wala wewe usimkopeshe. Yeye atakuwa ni kichwa, wewe utakuwa mkia. Na laana hizi zote zitakujilia juu yako, zitakuandama na kukupata, hata uangamizwe, kwa kuwa hukuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, kushika maagizo yake na amri zake alizokuagiza. Nazo zitakuwa juu yako kwa ishara na ajabu, na juu ya uzao wako milele, kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. Kwa hiyo utawatumikia adui zako atakaowaleta Bwana juu yako, kwa njaa na kwa kiu na kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote, naye atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako, hata atakapokwisha kukuangamiza. Bwana atakuletea taifa juu yako kutoka mbali, kutoka ncha ya dunia, kama arukavyo tai, taifa usilo ufahamu urimi wake, taifa lenye uso mkali, ambalo haliangalii uso wa mzee, wala halipendelei kijana. Naye atakula uzao wa ng'ombe wako wa mifugo na uzao wa nchi yako, mpaka utakapokwisha kuangamizwa. Wala hata kuachia nafaka, wala divai, wala mafuta, wala maongeo ya ng'ombe wako, wala wana kondoo wako, hata atakapokwisha kukuangamiza. Naye atakuhusuru katika marango yako yote, hata kuta zako ndefu zenye maboma ulizokuwa ukiziamini zishuke katika nchi yako yote kila upande. Naye atakuhusuru katika marango yako yote kila upande, katika nchi yako yote aliyokupa Bwana Mungu wako. Nawe utakula uzao wa tumbo lako mwenyewe, nyama ya wana wako na binti zako aliyokupa Bwana Mungu wako, katika mazingirwa na katika mkazo utakaokazwa na adui zako. Mtu mume kati yenu aliye mororo na laini sana, jicho lake litakuwa ovu juu ya nduguye, na juu ya mke wa kifuani mwake, na juu ya masalio ya wanawe waliosalia naye, hata asitake wao mmojawapo apewe katika nyama ya wanawe atakaowala, kwa kuwa hana kitu kilichomsalia kwake katika mazingirwa na mkazo utakaokazwa na adui yako katika marango yako yote. Mwanamke kati yenu aliye mororo na laini, ambaye hange hatarisha kuweka wayo wa mguu wake nchi kwa umaridadi na uraini, jicho lake huyu litakuwa ovu juu ya mume wa kifuani mwake, na juu ya mwanawe, na juu ya binti yake, na juu ya mchanga wake atokaye katikati ya miguu yake, na juu ya wanawe atakaowazaa, kwa kuwa atawala kwa siri kwa uhitaji wa vitu vyote, katika mazingirwa na mkazo utakaokazwa na adui yako katika marango yako. Kama hutaki kutunza kufanya maneno yote ya Torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho Bwana Mungu wako, ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu, na mapigo ya uzao wako mapigo makubwa kwa kweli, ya kudumu sana, na magonjwa mazito ya kudumu sana. Naye atakulejezea maradhi yote ya Misri juu yako,
uliokuwa ukiyaogopa, nayo yataambatana nawe. Tena kila ugonjwa na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha Torati hii atakutia nayo Bwana juu yako, hata utakapokwisha kuangamizwa, nanyi mtasalia wachache kwa hesabu, ninyi mliokuwa mfano wa nyota za mbinguni kwa wingi, kwa kuwa hukuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako. Tena itakuwa kama vile alivyokuwa akifurahi Bwana juu yenu kwa kuwatendea mema na kuwafanya kuwa wengi, ndivyo atakavyofurahi Bwana juu yenu kwa kuwapoteza na kuwaangamiza, nanyi mtanyakuliwa katika hiyo nchi mwingiayo kuimiliki. Bwana atakutawanya katika mataifa yote tokea ncha hii ya dunia hata ncha hii ya dunia, nawe huko utatumikia miungu mingine usiyoijua wewe wala baba zako, nayo ni miti na mawe. Wala katika mataifa hayo hutapata raha iwe yoyote, wala hutakuwa na kituo cha wayo wa mguu wako, lakini Bwana atakupa huko moyo wa kutetema na macho ya kuzimia na roho ya kudhoofika, na uzima wako utakuwa na wasiwasi mbele yako, nawe utakuwa na woga usiku na mchana, wala hutaamini kamwe maisha yako. Asubuhi utasema laiti ingekuwa jioni, na jioni utasema laiti ingekuwa asubuhi. Kwa kicho cha moyo wako utakavyokucha na kuona, kwa macho yako utakavyoona, Bwana atakurudisha tena Misri kwa merikebu, kwa njia ambayo nilikuambia hutaiona tena popote, nanyi huko mtajiuza nafsi zenu kwa adui zenu kuwa watumwa na wajakazi, wala hapana atakayewanunua. Kumbukumbu la Torati sura ya 29. Haya ndio maneno ya agano Bwana aliyomwamuru Musa alifanye na wana wa Israeli katika nchi ya Moabu, pamoja na agano alilofanya nao Horeb. Musa akawaita Israeli wote akawaambia, mmeyaona yote Bwana aliyomfanya Farao katika nchi ya Misri mbele ya macho yenu, yeye na watumwa wake wote na nchi yake yote, yale majaribu makuu yaliyoyaona macho yako, hizo ishara na ile miujiza mikuu. Lakini Bwana hakuwapa moyo wa kujua, wala macho ya kuona, wala masikio ya kusikia, hata leo hivi. Nami miaka 40 nimewaongoza jangwani, nguo zenu hazikuchakaa juu yenu, wala kiatu chako hakikuchakaa katika mguu wako. Hamkula mkate wala hamkunywa divai wala kileo, ili mpate kujua kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Nanyi mlipokuja mahali hapa, walitutokea kupigana juu yetu Sihon mfalme wa Heshbon na Ogu mfalme wa Bashan, tukawapiga, tukaitwaa nchi yao, nayo tukawapa Waleuben na Wagadi na nusu ya kabila ya Manase iwe urithi. Shikeni basi maneno ya agano hili, mkayafanye ili mfanikiwe katika yote mfanyayo. Leo mmesimama nyote mbele za Bwana Mungu wenu, wakuu wenu na kabila zenu na wazee wenu na maakida wenu, waume wote wa Israeli, vijana vyenu na wake wenu, na mgeni wako aliye kati ya kituo chako, tokea mchanjaji wa kuni zako hata mtekaji wa maji yako, ili uingie katika agano la Bwana Mungu wako na kiapo chake afanyacho nawe Bwana Mungu wako hivi leo, apate kukuweka leo uwe taifa kwake, naye apate kuwa Mungu wako kama alivyokuambia na kama alivyowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Wala sifanyi na ninyi peke yenu agano hili na kiapo hiki, ila na yeye aliyesimama hapa nasi hivi leo mbele ya Bwana Mungu wetu, na yeye naye asiyekuwapo pamoja nasi leo, kwani mwajua mlivyoketi nchi ya Misri, na tulivyokuja katikati ya mataifa hayo mliopita katikati yao, nanyi mliona machukizo yao na sanamu zao, miti na mawe, fedha na dhahabu zilizokuwako kwao. Asiwe mtu katikati yenu
mume wala mke wala jamaa wala kabila ageukae moyo wake leo amwache Bwana Mungu wetu kwenda kuitumikia miungu ya mataifa hayo, lisiwe katikati yenu shina lizaalo uchungu na pakanga, ikawa asikiapo maneno ya laana hii ajibarikie mtu huyo moyoni mwake na kusema, nitakuwa katika amani nijapotembea katika upotoe wa moyo wangu kwa kuangamiza mbichi na kavu. Bwana hata msamehe mtu huyo, lakini wakati huo hasira ya Bwana na wivu wake vitafuka moshi juu ya mtu yule, na laana yote iliyoandikwa katika kitabu hiki itamkalia juu yake, na Bwana atalifuta jina lake chini ya mbingu. Bwana atamtenga kwa uovu kutoka kabila zote za Israeli, kwa laana zote za agano lililoandikwa katika chuo hiki cha Torati. Na kizazi cha baadaye wanenu watakaoinuka baada yenu, na mgeni atakayekuja katika nchi ya mbali, watasema watakapoyaona mapigo ya nchi ile na magonjwa aliyoitia Bwana, na ya kuwa nchi yake nzima ni kiberiti na chumvi na kuteketea, haipandwi wala haizai, wala nyasi hazimei humo, kama mapinduko ya Sodoma na Gomora, Adma na Seboim aliyoipindua Bwana kwa ghadhabu yake na hasira zake. Mataifa yote watasema, mbona Bwana ameifanyia hivi nchi hii? Ni nini maana yake hari ya hasira hizi kubwa? Ndipo watakaposema watu, ni kwa kuwa waliacha agano la Bwana Mungu wa baba zao alilofanya nao hapo alipowatoa katika nchi ya Misri, wakaenda wakatumikia miungu mingine, wakaiabudu miungu wasioijua asiyowapa yeye. Ndipo ikawashwa hasira ya Bwana juu ya nchi hii kwa kuleta juu yake laana yote iliyoandikwa katika kitabu hiki. Bwana akawang'oa katika nchi yao kwa hasira na ghadhabu na makamio makuu, akawatupa waende nchi nyingine kama hivi leo. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Tena itakuwa mambo haya yote yatakapo kujilia baraka na laana nilizoweka mbele yako, nawe utakapozikumbuka kati ya mataifa yote huko atakakokupeleka Bwana Mungu wako, nawe utakapomrudia Bwana Mungu wako na kuitii sauti yake, mfano wa yote ni kuagizayo leo, wewe na wanao kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, ndipo Bwana Mungu wako atakapougeuza utumwa wako, naye atakuhurumia, tena atarejea na kukukusanya kutoka mataifa yote huko alikokutawanyia Bwana Mungu wako. Watu wako uliotawanyika wakiwako katika nchi za mbingu za mwisho, kutoka huko atakukusanya Bwana Mungu wako, kutoka huko atakutwaa. Atakuleta Bwana Mungu wako uingie nchi waliomiliki baba zako, nawe utaimiliki, naye atakutendea mema na kukufanya uwe watu wengi kuliko baba zako. Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako na moyo wa uzao wako, ili umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, upate kuwa hai. Na laana hizi zote Bwana Mungu wako atawatia adui zako na hao wakuchukiao, waliokuwa wakikutesa. Nawe utarudi uitii sauti ya Bwana na kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Na Bwana Mungu wako atakufanya uwe na wingi wa uheri katika kazi yote ya mkono wako, katika uzao wa tumbo lako, na katika uzao wa ng'ombe wako, na katika uzao wa nchi yako. Na kwa kuwa Bwana atafurahi tena juu yako kwa wema, kama alivyofurahi juu ya baba zako, ukiwa utaifuata sauti ya Bwana Mungu wako kwa kuyashika maagizo yake na amri zake zilizoandikwa katika chuo hiki cha Torati, ukimwelekea Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote.
Kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako, wala si mbali, si mbinguni, hata useme ni nani atakayetupandia mbinguni akatuletee, aje atuambie tusikie tupate kuyafanya, wala si ng'ambo ya pili ya bahari, hata useme ni nani atakayetuvukia bahari akatuletee, aje atuambie tusikie tupate kuyafanya. Lakini neno li karibu nawe sana, ili li katika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Kwa hivi ni kuagizavyo leo, kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake, na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka. Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika nchi uingiayo kuimiliki. Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine na kuitumikia, na wahubiri hivi leo, hakika mtaangamia. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi uivukiayo Yordani uingie kuimiliki. Nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, ili uwe hai, wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndivyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kwa kuwa atawapa.